Nilikuambia mtazamaji wangu, siku ya jana watu waliweza kupoteza maisha yao zaidi ya watu 15, na siku ya leo nimeweza kupatana na video ambayo imeweza kuzidi kuonyesha na kuashiria jinsi na ambavyo matukio yaliweza kutokea mtazamaji wangu, huku viongozi kadhaa wakiweza kujitokeza kuweza kupinga kila na ambacho kiliweza kutendeka, huku viongozi hao wakiwa ni miongoni mwa wale ambao wako ndani ya serikali. Raila Amolo Odinga pamoja na wafuasi wake wamekuwa ndio na ambao wamekuwa wa kwanza kabisa kuweza kupinga kile kitu ambacho kiliweza kutokea, baada ya wale ambao ni waandamanaji waliweza kupata ile ambayo ni nafasi ya kuweza kukanyaga guu moja guu pili kuweza kuelekea katika ikulu kuu au State House. Na hivyo basi mtazamaji wangu, one of the Raila Amolo Odinga diehard supporters ameweza kuzungumza na akaweza kusema kwamba maandamano bila Raila Amolo Odinga sio maandamano, na lazima idhini iweze kutoka kwake Raila Amolo Odinga ndiposa maandamano hayo yaweze kuwa ni maandamano ambayo yatakuwa ni maandamano ya kuweza kufika State House, au maandamano ambayo yataweza kutikisa taifa la Kenya. Kilichoweza kutokea, maandamano ambayo yaliweza kutokea tarehe 25 yalikuwa ni maandamano ambayo hayana nguvu hata kidogo tunavyozidi kuzungumza. Ningependa nikuchezea video ambayo naizungumzia ili kwamba uweze kutazama na kuona kwa kweli kila ambacho nakizungumza ni kitu ambacho kiko pale mtazamaji wangu. Ila kabla nikuchezee, ningependa sana, iwapo ni mara ya kwanza kuweza kupatana na video hii, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na sura hii, tafadhali like video hii. Asante sana iwapo umeweza kufanya hivyo, Mwenyezi Mungu aweze kubariki. Cha pili ambacho ni cha muhimu zaidi, nibonyezea alama nyekundu ile kwa subscribe ile chini ya video hii. Kwa sekunde moja jiunge nasi kwa kuweza kunibonyezea alama nyekundu ile kwa subscribe ile chini ya video hii, kabla tujaweza kuendelea na makala yetu ya siku ya leo. Asante sana kuweza kujiunga nasi moja kwa moja iwapo mweza kunibonyezea alama nyekundu ile kwa subscribe ile chini ya video hii. Mwenyezi Mungu aweze kubariki na kujalie afya njema popote pale ulipo mtazamaji wangu. Here is the video that I'm talking about. Itazame kwa umakini zaidi, kisha uweze kunipa maoni yako kwenye comment section. Nitaweza kurejea ili kwamba nikutobolee siri nzito ambayo bado sijaizungumzia. Mr. Speaker, kitu kimefanyika leo ni mzuri. Juu hata hizo miaka yote tulikuwa tunaenda maandamano hivi tu. Ndio ilikuwa inafanya nini? Ilikuwa inafanyika. Ilikuwa kwa wengine ni uchungu na kwenyu kumbafu nyingi. Umoja kama wanawa. Maandamano tuendi. Raila amekataa. Wakati tulikuwa tunaenda walikuwa wanasema Wajaluo ni wajinga, wanaharibu vitu zao. Usiku anga godo gino. Wakati tulikuwa tunaenda walikuwa wanasema sisi ni wajinga, tunaharibu vitu zetu. Tukasema ni sawa tu, Wajaluo tuko wajinga, na ukweli tulikuwa wajinga. Sasa hii sisi wajinga, nyinyi ndio wajinga. Moliana si mumekuwa town. Na leo ilikuwa maandamano. Leo ilikuwa ni wizi, sio maandamano leo. Mr. Speaker, leo sio maandamano. Ile ilikuwa ni wizi. Na Ruto umepanga kazi vizuri. Na imeenda, tumewin. Majenzi, poleni. Na mimi nilijua leo mutaingia State House. Na nikapata wenye unaenda maandamano kwa TikTok ni wengi kusina wenye unaenda maandamano kwa miguu. Mr. Speaker, leo nimeona wenye wanajiita Gen Z wao kwa video kwa citizen wana watch. Na hao tu wanasema Ruto must go. Sisi hatukupiga Ruto kura. Na ndio tunatangaza leo 2027. Sisi hatukumpigia. Na huyo alikuwa ni Yesu yenyu. Na sisi tulikuwa Satani. Tumeokoka. Na Yesu ni Bwana. Na huyo Yesu ni Bwana. Yesu ni nani? Ni Ruto. Ambaye nyinyi ndio mlifanya nini? Mulileta. Tunabudu pamoja. Na hakuna kwenda maandamano tena, hakuna. Na Musa sijajubutu. Tulijua leo mnaenda mtafika kwa Yesu. Hamujafika. Na Ruto msemea Ruto kuna maandamano tena. Mume lose. Nyinyi mume lose. Na 2027
tuko na nyinyi kwa ballot. Hatukupiga. Na 2027 mnasemaga hatuamukangi. Jaluo chukua ID. Wakienda maandamano wanakufa. Waende kwa kijiji, ambia watu chukua ID. Nani wajinga? Ni hao. Justice. Nimejua hata leo kuna mtu amekufa. Mutaenda maandamano yake. Mkikuja kwa hiyo ingine, maandamano ya mwingine. Mkikuja maandamano ya mwingine. Hivyo tu. La mwisho nikimalizia, Mr. Speaker. Bwana Raila Amolo Odinga, kuna kitu yenye ulileta na watu wengine wanatumia vibaya zaidi. Hii freedom yenye tuko nayo ni Raila Amolo Odinga alifanya nini? Alileta. Lakini majenzi wanatumia nayo vibaya. Leo nimeona mtu ambaye wa rungu akapiga polisi ya kocha. Akaona jampiga vizuri. Na polisi hakuna bunduki. Akampiga ingine, katua. Haendi. Akaambia kujeni munisaidie. I will not comment on that. Msamaji wangu, unajua kuna mambo ambayo yanazungumziwa na Omosh 1 Hour. Anasema kwamba maandamano ambayo yanazidi kuendelea sasa hivi ya vijana wa Gen Z, maandamano haya ni maandamano ambayo hayataweza kuja kuzaa matunda. Vijana wanaharibu muda, na muda huu ambao wanazidi kuharibu ni muda ambao wanafaa kuweza kuutumia vyema zaidi, ili kwamba kuweza kujipanga, ili kwamba kuweza kuwa tayari kwa kila ambacho kinakuja 2027. Nuru Okanga anadhibitisha kwa kuweza Omosh 1 Hour anadhibitisha kwa kusema kwamba last election which was in 2022 the Luoland haikuweza kumpigia Rais William Samoei Ruto, lakini sasa hivi wakati ambapo kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga yuko ndani ya serikali, lazima kura zitaweza kupigwa asubuhi na mapema, na kura hizi zitaweza kupigiwa Rais William Samoei Ruto. Unajua msemaji wangu, lazima tuambizane kweli. Lazima tuzungumze kila ambacho kiko. Because I saw today kiongozi mmoja ambaye alikuwa ndani ya serikali ya Rais William Samoei Ruto. Nisiseme kwamba kiongozi mmoja, bali niseme kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amesema kwamba those people ambao waliweza kuvunja maduka ya watu, those people ambao waliweza kujitokeza na kuweza kuelekea au kuharibu vile vitu na kuchoma vitu, they were goons. And this time round hawakuwa wameweza kuitwa ili kwamba kuweza kunini, hawakuwa wameweza kuitwa ili kwamba kuweza kupiga watu au kuzuia watu wasiandamane. Walikuwa wameitwa ili kwamba tu kuweza kuiba, kuharibu, ili kwamba ionekane maandamano haikukuwa ya amani. Akadhibitisha kwamba the cabinet secretary of interior, wakati ambapo alijitokeza asubuhi kutembelea wale ambao walikuwa wameweza kupoteza vitu vyao, basi he was just clearing the air ili kwamba mambo yasiweze kujulikana. That is what Rigathi Gachagua said. So msemaji wangu, we as a country, if this is the way things that will be going on, if this is the way things will be moving on, kwa kweli kwa 100% taifa letu litaweza kudidimia pakubwa zaidi. I have only one question that I need to ask you guys, na nikiweza kupata maoni yako nitakuwa mwenye furaha sana siku ya leo. Maandamano ambayo vijana wa Gen Z waliweza kufanya, je, unadhani ni goons ndio waliharibu vitu,
ama ni Gen Z ndio waliiba na kuharibu vitu? Sina swali lingine. That's the only question ambayo nitakuachia, nikiwa na matumaini ya kuweza kupata maoni yako kwenye comment section. Tafadhali like video hii, nibonyeze alama nyekundu ile kwa subscribe ile chini ya video hii. Bye bye for now and I'll see you guys in our next video. Please subscribe.